wengi katika Waislamu hilo hatuna habari nalo, na badala yake wengi wetu tunapenda kitonga, wengi wetu tunapenda mteremko, wengi wetu tunapenda dezo, wengi wetu tunasubiri nyama za Waturuki. Allahu akbar. Hii ndo sababu ya khutba yetu ya leo. Lakini swali ndugu yangu Muislamu nikuulize, hautaki wewe kutekeleza mila ya baba yetu Ibrahim alayhi salam? Hautaki wewe kutekeleza sunna ya mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Unaspendi malaki ya pesa na mamilioni ya pesa kwa mwaka mzima, unashindwa kumnunua mbuzi mmoja ukaingia katika orodha, katika faili la Allah waliomfurahisha Allah siku ya Eid, waliomwaga damu ya mnyama kwa ajili ya Allah siku ya Eid, waliojifananisha na Nabii Ibrahim alayhi salam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama huwa haluna fi Eid al-Fitr wa zakat al-Fitr. Na hili pia linajitokeza mara kwa mara katika Eid al-Fitr. Subhanallah, wengi wetu hatujipangi, wengi wetu hatujipangi kwa ajili ya kutoa zakatul fitri, tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuambia, toeni zakatul fitri enyi Waislamu, enyi wafungaji. Na sababu za kutolewa zakatul fitri ni mbili, na hikma zakatul fitri ni mbili. Utakaso, humtakasa mfungaji na funga yake kwa ujumla, lakini pia ni chakula na lishe kwa ajili ya maskini. Waislamu wa zama hizi aka wazee wa mteremko, wazee wa kitonga, wazee wa dezo, wazee wa bure bure, wengi wetu tuko hivyo. Hatuko tayari hata kutafuta shilingi 6,250 za Kitanzania tukanunua mchele wa kilo 2.5, mchele wenye thamani ya shilingi 2,500. Piga hisabu, 2,500 mara 2 shilingi 5,000. Kilo 2.5 maana yake chukua 2,500 igawe mara 2, utapata 2,250 kama sikosei. Total kuu, jumla kuu ya zakatul fitri ya Muislamu mmoja shilingi 6,250, ili funga yake ipande kwa Mola wake hali ya kuwa inang'aa, inameremeta. Hayuko tayari. Utasikia 10 la mwisho, wazee wa kitonga, wazee wa mteremko, wazee wa dezo wanaweka booking mapema, usinisahau zakatul fitri yangu. Zakatul fitri ya babu yako gani? Mbona na wewe unahusika? Mbona zakatul fitri hikma yake ni kumtakasa mfungaji na funga yake? Hutaki utakasike wewe? Hutaki funga yako itakasike wewe? Hal kadhalika tukifika katika Eidul Adha, hata wale wenye uwezo wa kupata 1,000,000, 1,70,000, 1,80,000 hadi 200,000 potelea pote,
wafanya biashara wenye tamaa wa Vingunguti na maeneo mbalimbali wanawakomoa Waislamu katika kupandisha bidhaa wakati wa Eid, hasa Eidul Fitri na Eidul Adha. Utaona mbuzi wa shilingi 1090 mpaka laki na 10, sasa anauzwa 200,000. Potele ya pote, hata akiuzwa 300,000 kwa mwaka mzima unatoa 300,000 mara moja. Familia yako ifurahi, uingie katika orodha ya waliotekeleza mila ya Ibrahim, baba wa tauhid. Ukaingia katika orodha ya wale waliomuiga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hilo pia linatushinda. Waislamu, tusipende mteremko. Waislamu, tusipende dezo. Waislamu, tusipende kitonga, bali tujitahidi tuchinje katika Eid hii, Eidul Adha, na wala tusisubirie nyama za Waturuki. Na hapa niweke angalizo, si wapondi Waislamu wenzangu wa Turuki, bali ninawapongeza kwa wanachokifanya, lakini mimi ninawalaumu Waislamu wenzangu wa Afrika ambao wanashindwa kujua thamani ya kichinjo, ili hali wana uwezo wa kuchinja mbuzi mmoja. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake, familia nzima mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Ukisema tuko wengi shekhe, huyo mbuzi mmoja atatafunwa na watoto tu, itakwisha. Si vibaya ukaongeza mbuzi 2, 3, 5 madama wasaa wako unakuruhusu na uwezo wako pia. Lakini sheria imesema kwa yule mwenye uwezo anawajibishwa mbuzi mmoja. Umejikuta mko wengi kweli kweli, ongeza mbuzi, hakuna tatizo katika hilo. Kwa hivyo basi, familia moja ni mbuzi mmoja, familia moja ni kondoo mmoja. Lakini tukija kwa mzee ngamia na ng'ombe, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake, familia 7 washe ngamia mmoja na ng'ombe mmoja. Huu ndio Uislamu. Kama mnaona mbuzi mmoja hatoshi, vijana wafanya biashara chipukizi wa Kiislamu mlioanzisha biashara zenu ndogo ndogo na maduka yenu, na muomba Rahman aliyenyanyua mbingu pasina nguzo akunyanyueni na anyanyue biashara zenu. Kama uwezo huo mnao wa shilingi 200,000, chinja mbuzi kwa ajili ya Allah, na utasikia hivi mbele namna Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyotuelezea utukufu wa ibada ya kuchinja ndani ya siku ya Eid. Ndugu zangu Waislamu, tusipende siku zote tukawa ni wakupewa, bali fike pahala nasi tuwe watoaji, bali fike pahala nasi pia watoaji. Msikilize mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyotuambia, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, mkono wa juu siku zote ni kheri na ni bora zaidi mbele ya Allah kuliko mkono wa chini. Nini maana yake? Mkono wa kutoa siku zote unakuwa juu babu, na mkono wa kupokea siku zote unakuwa chini babu. Mkono wa kutoa ni bora mbele ya Allah kuliko mkono wa kupokea. Na hapo nigeuze tena shilingi upande mwingine, kwa wale Waislamu ambao
hali zao ni dhuful hal, ni dhaful hal. Hali zao ni mbaya, ni pangu pakavutia mchuzi, hawajui hata kula yao. Hao ikiwa kweli Allah anawashuhudilia hamuna uwezo huo, hizo pesa wekundu wa Msimbazi mnazisikia tu, basi msiwe na waswasi, sheria imewatendea haki. Wale wenye uwezo wameagizwa wakishachinja moja ya mafungu wa kupeni nyinyi mafukara na maskini wa Kiislamu. Lakini ninachokikataa mimi, kila mmoja kujivua na ibada hizi. Ibada ya zakatul fitri simo 6250 mtu anadai zinamshinda, ana smartphone bando lake kwa mwezi 1030-40-50 kwa mwezi, buku 6250 eti hana kwa mwaka mzima ili aweze kutakasa funga yake. Njoo tena upande wa Eidu al-Adha, udhiya hata mbuzi mdogo wa 1,200,000 eti mtu hana, wakati anaspendi mwaka mzima malaki na mamilioni ya pesa. Wewe sio maskini wala fukara, wewe umezoea mteremko babu, umezoea kitonga babu, umezoea dezo babu. Amka babu, na wewe kuwa ni mwenye kuchinja kwa ajili ya Allah jalla fi'ala. Msikilize Allah katika suratul Hajj aya nambari 34, anatuambiaje? Allah anatuambia, walikulli ummatin ja'alna mansaka, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Na hakika kila umma tumewajalia kichinjo chao, kila umma tumewajalia ibada yao ya kuchinja ili kujikurubisha kwa Mola wao, na ili wapate kutaja jina la Allah juu ya vile alivyowaruzuku kutokana na bahimatul an'am, yani wanyama wa mifugo, ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Aya hii ya Qur'an imekwisha kata shauri, ndugu yangu, inatuambia kila umma tumewajalia kuwa na ibada ya kuchinja, na ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibada yetu kuu ya kuchinja ni katika Eidul Adha, ni katika Eidul Adha tashabbuhan, ili kujifananisha na Nabii Ibrahim alayhi salam, tashabbuhan bi khalilillahi Ibrahim alayhi salam wa bi habibillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ili kujifananisha na kipenzi cha Allah Nabii Ibrahim alayhi salam na kipenzi cha Allah mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia ili kujifananisha na mahujaji wote siku ya Eid wanachinja, na kuchinja ni sehemu ya kusihi kwa ibada yao ya hija. Kama hilo walikutoshi na kupeleka katika juzu amma, sura ndogo kuliko sura zote, sura fupi kuliko sura zote, ambapo Allah anatuambia tusali salatul Eid al-Adha, tukishamaliza kusali tuchinje. Ni sura gani?
na imesema nini. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kipi sasa alichokisema Allah? Ndugu yangu, tega masikio, niazime masikio ya moyo kabla ya masikio ya kichwa. Sura ndogo, sura fupi kuliko sura zote ndani ya Qur'an, unaisoma kila siku na waislamu wote takriban wameihifadhi. Allah ndani yake anaagiza tukisha swali, Allah ndani yake anaagiza tukisha swali salatu Eid al-Adha tuchinje wanyama wetu. Allah anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kawthar, hakika sisi wewe Muhammad tumekupa mto maalumu unaoitwa Kauthar. Maji yake matamu kuliko asali, meupe kuliko maziwa. Atakayekunywa pafu moja tu hatosikia milele katika ummati wangu. Wengine wakasema inna a'tainaka al-Kauthar, hakika sisi tumekupa khairi nyingi mno wewe Muhammad, fasalli li rabbika wanhar. Ulama tafsiri wakasema hivyo basi swali salatul Eid al-Adha kwa ajili ya Mola wako mlezi na uchinje, wanhar, na uchinje. Suala la kuchinja limetajwa ndani ya Qur'an, lakini angalieni maajabu ya waislamu wa zama hizi. Angalieni waislamu wa zama hizi, na kupeni mifano iliyo hai. Warabu wanasema wa bil mithal yattadhihu al maqal, mifano hufanya maneno yawe wazi na sentensi ziwe wazi zaidi. Huyu mzaramu mwenzangu, huyu waukae mwenzangu, huyu anayesema hana uwezo wa kuchinja, anasubiri nyama za dezo. Mnajua mara ngapi anachinja mwaka mzima kwa ajili ya mashaitani na marohani na majini na waganga na washirikina na watabiri na wachawi kwa ujumla. Unakwenda kwa yule anayeitwa mtaalam, unakwenda kwa yule anayeitwa mtaalam, anakwambia tiba yako ni kichinjo babu. Waukae mwenzangu asemi mimi basi bana, mimi ni fungu la kukosa, narudi zangu, mimi napata wapi uwezo wa kuchinja? Tamtolea wapi huyo mbuzi? Atakwenda kukopa. Tuna lugha zetu za mjini, kopa, nyang'anya, piga, ua, garagaza, mbuzi lazima patikane. Na tabaan anapatikana mbuzi wa shirki. Mbuzi wa shirki wanapatikana. Vipi sasa mbuzi wa haki hawapatikani? Vipi sasa mbuzi wa halali hawapatikani? Vipi sasa mbuzi wa Allah hawapatikani? Vipi sasa mbuzi wa Nabii Ibrahim alayhi salam hawapatikani? Vipi sasa mbuzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama hawapatikani? Najiulize, kwa mwaka
kafara ngapi ulizofanya za kishirikina na mbuzi wangapi uliowachinja. Lakini geuza shilingi upande wa pili, jogoo wangapi kwa mwaka uliowapeleka kwa waganga. Piga hesabu jogoo wale kwa mwaka mara ngapi, ni sawa na mbuzi mmoja pengine. Ndio utakuja kuona sisi bado hatujafahamu falsafa ya kuchinja kwa ajili ya Allah, falsafa ya Idi hii ya kuchinja. Uwezo tunao, penye nia pana njia, tukitaka tunaweza. Mbona tunaweza kuchinja kwenye mengineyo, tunashindwa kuchinja kichinjo cha Nabii Ibrahim alayhi salam na cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kichinjo tulichoagizwa ndani ya Qur'ani tukufu. Twende katika sura ya 4, suratu twende katika sura ya 6, suratul An'am, aya nambari 162. Msikilize Allah anasemaje. Allah anasema, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, sema ewe Muhammad, inna salati, hakika ya sala yangu, wa nusuki, na kichinjo changu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na umauti wangu, lillahi rabbil alamin. Vyote hivyo ni vya Allah, mlezi wa walimwengu mzima. La sharika lah, hana mshirika. Wa bidhalika umirtu, na kwa hayo nimeamrishwa mimi Muhammad. Wa ana awwalul muslimin, na mimi Muhammad ndio muislamu wa awali kabisa, wa kwanza kabisa kuwa muislamu. Kama hilo halitoshi, pokea sasa hadithi nzito ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyoipokea al-Imamu Tirmidhi katika sahihi yake kwa nambari 1493, na ameipokea al-Imamu Ibn Majah katika sahihi yake kwa nambari 3126 min hadithi ummil mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Sikiliza simulizi riwaya aliyotusimulia bibi Aisha radhiyallahu anha. bibi Aisha anatuambia anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuambia, ma amila ibnu adama yawma an-nahri amalan ahabba ila Allahi min hiraqati damin. Allahu akbar. Sikize bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyokuambia. Bwana Mtume anatuambia, mwanadamu hajapatapo kufanya amali nzuri zaidi, tukufu zaidi, kubwa zaidi, yenye kupendwa zaidi na Allah siku ya Idi ya kuchinja, kuliko pale alipomwaga damu ya mnyama, yani kuliko kuchinja. Nini maana yake? Maana yake katika siku ya Eid hakuna amali ambayo Allah nambari 1 anaipenda siku ya Eid
kuliko kuchinja. Kama hili alitoshi, sikiliza sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe uliohangaika ukadunduliza, wewe uliokubali kumega bajeti yako ili mradi uingie ndani ya orodha ya wachinjaji mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sikiza Bwana Mtume anasemaje, mbuzi wako hataondoka patupu, mbuzi wako hatopotea patupu. Sikiliza sasa Mtume anavyotuambia. Mtume anasema, wa innahu la yati yawm alqiyamah, na huyu mnyama aliyechinjwa, na huyu mbuzi wako, kondoo wako au ngamia wako au ng'ombe wako, kichinjo chako kitakuja siku ya kiyama kikiwa kamili kabisa, biquruniha, kichinjo kitakuja na mapembe yake kamili, wa adla fiha, kichinjo kitakuja na kwatu zake zote na kucha zake zote, wa ash'ariha, kichinjo kitakuja na manyoya yake yote kamili, ili kuwekwa katika mizani yako ya mema yako siku ya kiyama. Subhanallah. Kisha Bwana Mtume anasema, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Nakumbukeni, tambueni ya kuwa hiyo damu anapochinjwa huyo mnyama, hiyo damu kabla ya kudondoka katika michanga yenu ya duniani, tayari imekwisha dondoka mbele ya Allah kwa thamani nzito, kwa fadhila nzito, kwa kheri nyingi na kwa baraka tele kabisa. Fatibu biha nafsa, basi furahieni kichinjo chenu. Ndugu Waislamu, nikiwa mwishoni mwa khutba yangu, niwakumbushe hadithi aliyoipokea al-Imamu Ahmad katika Musnad, hadithi nambari 8273, na ameipokea al-Imamu Ibn Majah kwa nambari 3125. Sikiliza ndugu yangu, pokea ndugu yangu, wewe mwenye kuchungulia senti zako, bakhili wa mabakhili, chuma standardi, hutaki hata kuchomoa 200,000 ukaweza kumchinja mbuzi kwa ajili ya Allah siku ya Eid, na familia yako ikafurahi, majirani zako wakapata kitoweo, mafukara maskini ukawafurahisha siku ya Eid. Wewe kazi kuchungulia pesa zako hizi. Sikiliza Bwana Mtume Muhammad anavyokukana, sikiliza Bwana Mtume Muhammad anavyokukataa katika hadithi hii aliyoipokea Imam Abu Huraira. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Allahu akbar, Allahu akbar. Sikiliza Bwana Mtume anasemaje, yule aliyepata wasaa wa kuchinja, yule ambaye Allah kampa wasaa wa kuchinja, anazo fedha, mzigo anao, mpunga anao, senti anazo, kisha akafanya ubakhili, akazembea, akapuuza na hakuchinja, Mtume anasema asinikurubie, asije katika musalla wetu, huwa tumtaki. Bwana Mtume amekukataa wewe chuma standardi. Bwana Mtume amekukataa wewe bakhili wa mabakhili. Bwana Mtume amekukataa wewe mkono wa birika. Bwana Mtume amekukataa wewe mwenye kutazama sana pesa zako, hauko tayari kumwaga damu ya mnyama siku ya Eid kwa ajili ya Allah. Mwenye wasaa na asichinje, huyo asitukurubie katika musalla wetu.
nini unataka baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kukukataa? Nahitimisha hotuba yangu kwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, si kila mnyama anachinjwa. Udhiya, kichinjo ndugu zangu, kina masharti na vigezo. Masharti na vigezo vya udhiya ni matatu. Sikiliza vizuri. Sharti la kwanza, huyu mnyama ambaye lazima atokane na aina 4 ya wanyama, ama awe mbuzi au awe kondoo au awe ng'ombe au awe ngamia. Wazee wa kokoriko hamkubaliki hapo. Wazee wa kokoriko hamuna nafasi katika hili. Juzi tu, na wallah nimefunga leo, juzi tu kuna Muislamu kanitumia message katika Instagram, anasema Sheikh, sina uwezo kabisa, naruhusiwa kumchinja kuku? Ndio natoa ujumbe sasa kwa Waislamu wote, kokoriko hana nafasi katika Idi hii. Ukichinja kuku wako hata 10-20 hautoandikiwa thawabu kama vile umepata kuchinja katika Idi hii bali utaishia tu kufaidi nyama za kuku. Wanyama wanaotakiwa kuchinjwa ni hawa 4 Waislamu: mbuzi, kondoo, ng'ombe au ngamia. Wanyama wawili, ngamia na ng'ombe, tunatakiwa tushare familia 7. Wanyama wawili, mbuzi na kondoo, familia moja, hakuna share. Sasa hawa wanyama ili wakubalike kuwa udhiya, sharti la kwanza, lazima wafikie umri wa kisheria wa wao kutakiwa kuwa udhiya katika Eidul Adha. Usijiendee tu. Sikiliza sasa, kama mmeamua kumchinja ngamia, familia aina 7, hakikisheni ngamia ana umri wa miaka 5, kuanzia miaka 5. Na kama ni ng'ombe, lazima awe na umri kuanzia miaka 2. Na kama mbuzi, lazima awe na umri wa mwaka 1, kuanzia mwaka 1. Na kama ni kondoo, lazima awe ana nusu ya mwaka 1, bimaana miezi 6. Shekhe, umetupa kibarua. Umri wa watoto wangu sikumbuki, umri wa watoto wangu mimi sikumbuki, mpaka niulize kwa waifu, hivi huyu kazaliwa mwaka gani? Wanawake ndo wana kumbukumbu, mimi nitajuaje umri wa mnyama? Wauzaji wanajua mnyama huyu ana umri gani. Akikuchakachua huna dhima, udhiya yako imepokelewa na inakula kwake. Hilo ndugu zangu ni la kwanza. La pili, mnyama yule lazima akosekane na kasoro 4. Lazima aepukane na aibu 4, kasoro 4. Kasoro ya kwanza, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-awra'u al-bayyinu 'awaruha, asiwe chongo. Lakini Mtume kaweka angalizo, asiwe chongo kiasi ambacho ule uchongo wake uko wazi. La kwanza. La pili, Bwana Mtume akasema, wal maridatul bayyinu maraduha, asiwe mgonjwa kiasi ambacho hata asiyekuwa mfugaji anajua huyu mbuzi ni mgonjwa. Asiwe mgonjwa ugonjwa ulio wazi kabisa. Sharti la tatu, wal arja'ul bayyinu dhala'uha, na asiwe kilema, amevunjika mguu, kiwete, lugha ya mjini, asiwe chiba, anachechemea kiasi ambacho kilema chake cha mguu kiko wazi. Sharti la 4, wal kasiratu allati la tunqi au wal kasiratu allati la tanqi, asiwe amekonda kiasi ambacho hata hana mafuta.
Sharti la mwisho ndugu zangu, udhiya yako lazima uchinje ndani ya muda wa kisheria. Uchinje ndani ya muda wa kisheria, na muda wa kisheria huanza mara baada ya kuswaliwa kwa salatul Eid na siku 3 za mbele. Wengi wanadhani kuchinja ni siku ya Eid peke yake. Kama Allah hajakupa riziki siku hiyo, ukaja kufumania riziki siku ya Eid, tena mchana au usiku wa kuamkia Eid pili, unaambiwa bado hujachelewa. Ibada hii ina siku ya Eid na masiku 3 ya mbele ya ayamu tashriq. Ukichinja kabla ya Eid, imekula kwako, haiwezi kuhesabiwa kuwa ni udhiya mbele ya Allah jalla fi ulah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, imethibiti kwake yeye mwenyewe akiwa ni mwenye kuchinja, kama alivyopokea al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake na al-Imamu Muslim katika sahihi yake. Kwa kuokoa muda, naomba muniwe radhi nisitaje hadithi nambari. Anas anasema dhaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wasamma wa kabbar. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja kondoo wawili weupe wenye mapembe mazuri, kawachinja kwa mkono wake. Wasamma, akasema bismillah, wakabbar, akasema Allahu akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amechinja tena kondoo wawili. Riwaya nyingine inasema amechinja akasema, ya Rabbi, kondoo huyu ni kwa niaba yangu na familia yangu, na kondoo huyu nachinja na wachinjia umma wangu wote. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mwisho kabisa ndugu zangu Waislamu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia aliyetia nia ya kuchinja, man kana lahu dhibhun yadhbahu fa idha uhilla hilalu dhil hijjah fala ya'khudhanna min sha'rihi wala dhafrihi shay'a. Yule ambaye ametia nia ya kuchinja mwezi wa Dhulhijja ukiandama tu, mfungo 3 ukiandama tu, asikate kucha zake, asikate nywele zake, nywele za kichwani, za mustach, za ndevu, popote pale asiguse katika nywele zake mpaka atakapochinja. Akichinja aende saluni akatengeneze nywele zake. Kwa nini? Kwa sababu Allah anataka akulipe malipo ya kichinjo kamili kabisa kwa idadi ya viungo vyako vyote. Umekata kucha, utalipwa idadi kwa viungo vya kucha, kucha fupi. Mtume anakutaka una kucha ndefu ili upate malipo kamili. Nywele zako umepiga upara, pale umekosa upande wa nywele, hautolipwa malipo kupitia kiungo cha nywele. Lakini ziache ziote kwa muda wa siku 10 hizi. Ukimaliza kuchinja tu pale nenda kashave na nenda kanyoe. Waislam tuchinje, kwa sababu kuchinja ni sunna. Kuchinja ni mila ya baba yetu Ibrahim alayhi salam. Waislam tuchinje, kuchinja ni sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waislam siku zote tusiwe wenye kusubiria tu nyama za wafadhili, bali sisi pia tuwe wafadhili, sisi pia tuchinje. Qur'ani imesema mkishachinja fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Aya nyingine ikasema fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, muyagawe katika mafungu yafuatayo. Fungu la kwanza, kuleni nyinyi ndio kwanza, kuleni nyinyi kwanza. Fungu la pili, kawalisheni wale wenye shida
na wale mafukara. Aya nyingine ikasema, wapeni hata wale waliokinai na wale waliokata tamaa. Gaweni nyama kwa nguvu kwa Waislamu wote, hasa ambao hawakujaliwa siku hiyo kuchinja. Tuchinje Waislamu, tusipende dezo Waislamu, tusipende mteremko Waislamu, tusipende kitonga Waislamu, tusisubirie nyama za wenzetu Waislamu. Hum rijalun wa nahnu rijal, wao ni watu na sisi ni watu. Wao kama wana uwezo wa kuchinja, sisi kama tunaamua penye nia pana njia tunaweza kuchinja. Na muomba Allah kwa utukufu wake na kwa rahma zake na baraka zake atufungulie milango ya riziki ummatu Muhammad. Allah, nakuomba kwa rahma zako na baraka zako tufungulie milango yote ya riziki. Allah, tufungulie milango yote ya khairi. Allah, tufungulie milango yote ya baraka. Allah, tufungulie milango yote ya qabul. Allah, tufungulie milango yote ya baraka. Allah, tufungulie milango yote ya utulivu. Turuzuku bighairi hisab, kwani hakuna anayeweza kuturuzuku bila ya hisabu wala ya idadi illa wewe. Tuwezeshe Waislamu tuweze kutoa na tuweze kuchinja katika idi hii ya kuchinja, na tuweze kusaidiana wenyewe kwa wenyewe. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad